siku 25,790. Huko Dodoma saa 1 kamili asubuhi ya Machi 25 mwaka 2026, William Vangimembe Lukuvi alikuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Alifariki dunia katika hospitali ya Benjamin Mkapa, Dodoma. Lukuvi akiwa na miaka 70 na mbunge wa Isimani, mkoa wa Iringa, aliongoza jimbo hilo kwa miaka 31. Amefariki dunia. Mwili wake utazikwa Jumanne kijijini kwao Idodi, Iringa vijijini. Leo Ijumaa Machi 27 mwaka 2026, wabunge wanaungana na kuaga mwili wa Lukuvi katika viwanja vya bunge. Viongozi mbalimbali wamehudhuria safari hiyo ya mwisho ya mwanasiasa huyo mkongwe nchini. Katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jim Yonas amesema wasifu wa Lukuvi, wasifu huo wote tangu kuzaliwa hadi kifo. Huu hapa, karibu katika simulizi na nukuu ya wasifu ya Mheshimiwa Lukuvi ambaye kwa sasa hatupo naye. Kuzaliwa. Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi alizaliwa tarehe 15 Agosti mwaka 1955 katika kijiji cha Mapogoro, kata Idodi, wilaya Iringa vijijini, mkoa wa Iringa. Marehemu William Vangimembe Lukuvi alikuwa mwanasiasa, mshauri aliyeshika nyadhifa mbalimbali za uongozi na alijulikana kwa ubunifu, uthubutu, uchapakazi, uzalendo pamoja na uwezo wa kujitoa na kujituma katika kazi. Aliweka maslahi ya taifa mbele na wakati wote aliamini katika matokeo chanya katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali. Mosi Lukuvi ambaye ni mdogo wa marehemu William Lukuvi amesema kaka yake hakuamini katika siasa za upendeleo au kuwa na mbuyu, bali alisisitiza mafanikio yanayotokana na juhudi binafsi. Wakati mwingine kwenye siasa kuna lugha kwamba wengine wana mibuyu, lakini Mheshimiwa Lukuvi hakuwa nayo. Alijulikana kwa mtindo wake wa kazi wa kutembelea maeneo ya miradi na kusikiliza kero za wananchi moja kwa moja, jambo lililowasaidia kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa shughuli za serikali. Katika kuidhirisha uchapakazi wake, siku moja kabla umauti kumkuta, marehemu alihudhuria na kuratibu shughuli za serikali katika vikao vya kamati ya kudumu za bunge pamoja na kutoa maelekezo mbalimbali ya serikali. Elimu. Marehemu William Vangimembe Lukuvi alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Kitanewa kuanzia mwaka 1962 hadi mwaka 1970. Alijiunga na chuo cha ualimu Tabora TTC kuanzia mwaka 1974 hadi mwaka 1975 ambapo alihitimu na kutunukiwa cheti cha ualimu. Mwaka 1982 hadi mwaka 1983 alijiunga na shule ya Komsomol High School huko Moscow nchini Urusi na kutunukiwa stashahada ya juu ya sayansi ya siasa, yani Advanced Diploma in Political Science. Alipata shahada ya masuala ya kimataifa na diplomasia, Bachelor of Arts in International Studies and Diplomacy, kutoka Washington International University kuanzia mwaka 1999 hadi mwaka 2001. Baadaye alijiendeleza katika ngazi ya shahada za uzamili katika Chuo Kikuu Huria Tanzania, ambapo alihitimu na kutunukiwa shahada ya uzamili katika sayansi ya siasa mwaka 2008 hadi mwaka 2011. Kazi na siasa. Marehemu William Vangimembe Lukuvi alianza safari yake ya kisiasa mwaka 1973 alipojiunga na chama cha TANU akiwa mwanafunzi wa chuo cha ualimu Tabora TTC na kuchaguliwa kuwa kiongozi wa chama katika chuo hicho mwaka 1974 hadi mwaka 1975. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Umi Nderinanga amesema marehemu William Lukuvi alikuwa mtu wa kazi ambaye aliweka maslahi ya taifa mbele pamoja na uzalendo. Umi amesema hayo leo Ijumaa Machi 27 mwaka 2026 katika hafla ya kuaga mwili. Mnamo mwaka 1984 alichaguliwa kuwa mjumbe wa vikao vya umoja wa vijana CCM katika ngazi ya wilaya hadi taifa. Alichaguliwa
kuwa katibu mkoa wa wilaya ya chama cha CCM mwaka 1980 hadi mwaka 1984. Vile aliteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa umoja wa vijana wa CCM mwaka 1993 hadi mwaka 1994. Aidha, alichaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM na mjumbe wa kamati ya maadili ya chama mwaka 2010 hadi sasa. Marehemu William Vangimembe Lukuvi aliajiriwa kama mwalimu katika Wizara ya Elimu kuanzia mwaka 1975 hadi mwaka 1980. Aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Bukoba kuanzia mwaka 1994 hadi mwaka 1995. Mkuu wa mkoa wa Dodoma mwaka 2006 hadi mwaka 2008 na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2008 hadi mwaka 2010. Katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi vya siasa nchini uliofanyika mwaka 1995, marehemu Lukuvi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Isimani na hivyo kuwa mbunge wa kwanza wa jimbo hilo alilolitumikia kwa takriban miaka 30 hadi umauti ulipomkuta. Akiwa mbunge, aliwahi kuwa mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge la ardhi, rasilimali na mazingira kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2010. Katika maisha yake ya kisiasa, marehemu Lukuvi aliingia katika baraza la mawaziri kwa mara ya kwanza alipoteuliwa kuwa naibu waziri wa vijana na ajira mwaka 1995 hadi mwaka 2000. Baadaye aliteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge na uratibu wa mnadhimu mkuu wa serikali, yani chief whip, katika mwaka 2000 hadi mwaka 2005, 2010 hadi mwaka 2015, 2025 hadi mwaka 2026. Alikadhalika, marehemu Lukuvi aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi kuanzia Januari 2015 hadi mwaka 2022. Aidha, mnamo Juni mwaka 2023 aliteuliwa kuwa mshauri wa serikali na rais kuhusu mahusiano ya kisiasa na kijamii. Mafanikio katika sekta alizoongoza akiwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Alikuwa msimamizi mhariri wa shughuli za serikali bungeni. Aliimarisha mahusiano kati ya serikali na bunge. Alisimamia utekelezaji wa sera za kuboresha ustawi wa watu wenye ulemavu. Alisimamia kikamilifu ujenzi wa miji na serikali Mtumba vijijini Dodoma. Alisimamia maboresho ya mifumo ya usimamizi wa maafa nchini. Alihakikisha wizara zote zinafanya kazi kwa ushirikiano katika utekelezaji wa ilani ya CCM. Katibu mkuu, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jimmy Yonas, akisoma wasifu wa aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya rais, sera, uratibu, bunge na ulemavu, William Lukuvi. Dr. Yonas amesoma wasifu huu leo Ijumaa Machi 27 mwaka 2026 katika hafla fupi ya kuaga mwili wa marehemu. Akiwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, alitatua migogoro ya ardhi kwa kuanzisha mifumo bora. Alianzisha mifumo ya kidigitali ya usimamizi wa ardhi. Alisimamia utoaji wa hati miliki za ardhi zaidi ya milioni 1,992,245. Alitenga ardhi kwa ajili ya uwekezaji na kuongeza ajira. Akiwa naibu katibu mkuu wa umoja wa vijana CCM, alianzisha mfumo wa mbio za mwenge kwa ushindani wa mikoa. Alianzisha mradi wa mabasi ya wanafunzi Dar es Salaam. Akiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, alifufua kilimo cha mtama na kuanzisha mashamba ya zabibu. Aliimarisha mipango ya miji kuzuia ujenzi holela. Alisimamia ujenzi wa chuo kikuu cha Dodoma, yani UDOM. Familia. Enzi za uhai wake, marehemu Lukuvi alifunga ndoa tarehe 28 Julai mwaka 1990 na Bi Gemina Lukuvi katika kanisa la Mtakatifu Petro, Dar es Salaam, na kujaliwa kupata watoto watatu: Norbert William Lukuvi, Brown William Lukuvi na Anifisie Vanessa William Lukuvi. Familia ya marehemu William Lukuvi imeomba msamaha na upatanisho kwa watu wote ambao huenda aliwahi kukwaruzana nao na wakati wa uhai wake, akisisitiza kuwa alikuwa binadamu mwenye mapungufu kama wengine tu. Akizungumza kwa niaba ya familia kwenye hafla ya kuaga mwili wa Lukuvi, marehemu ameacha mjane, watoto watatu na mjukuu mmoja aitwaye Donovana. Ugonjwa na kifo. Marehemu William Lukuvi
Alifariki dunia tarehe 25 Machi mwaka 2026 saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa, Dodoma, alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kupata mshtuko wa moyo. Tangu kuzaliwa hadi kifo ameishi duniani siku 25,790. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya William Lukuvi ambaye alitumikia nafasi yake ya ubunge na nyadhifa nyingine kwa bidii, ufanisi na uadilifu wa hali ya juu. Tunaomba Mungu ampe pumziko la amani milele. Amina.